Mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano Tanzania mkoa wa Dodoma, Askofu Venance Chande ameanza kutoa darasa la uzalendo kwa Watanzania kuanzia na nchi ilipotoka, ilipo na inapoelekea, akianza na wale maadui watatu walioanza nao hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mara baada ya nchi kupata uhuru mnamo mwaka 1961 toka kwa wakoloni, ambao ni ujinga, umaskini na maradhi. Akiongea na channel ya mtandaoni ya Banda Media, mwenyekiti huyo ambaye pia ni askofu wa makanisa ya Carmel Assemblies of God Tanzania ameanza na ujinga, namna umekuwa ukishughulikiwa tangu uongozi wa awamu ya kwanza. Serikali ya awamu ya kwanza ambayo ilikuwa inaongozwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ilihakikisha swala la ujinga linatokomezwa. Ujinga maana yake nini? Ni kutokuelewa. Mjinga haelewi. Mjinga anataka elimu. Mjinga anataka kuelimishwa. Kwa hiyo mchakato ukaendelea wa kuhakikisha wanatokomeza swala la ujinga, wa kuanzisha mashule. Shule zilianzishwa, watu walisoma wakati ule, na wakati huo tulikuwa na shule chache. Haikuwa kama leo, mashule yako mengi kila maeneo, kila mahali shule zipo nyingi. Hata zile za sekondari zilikuwa chache, si kama leo. Na nakumbuka kule kulikuwa pia katika jitihada za kuhakikisha kukwamua na kuwafanya watu waweze kwenda mbali, kulikuwa na walimu wanaitwa walimu waupe. Hawa walimu waupe ni wengine walikuwa ni darasa la 7, wanaenda wanasoma, wanapewa elimu na walianza kufundisha wengine. Hii yote ilikuwa ni jitihada ya serikali katika kuhakikisha kila Mtanzania anapata elimu. Lakini lingine, walianzisha elimu ya watu wazima. Ikaanzishwa elimu ya watu wazima katika kuhakikisha tunatokomeza swala la ujinga. Yaani kwamba hata kama wewe ni mtu mzima bado una nafasi ya kusoma, hata angalau ujue kusoma na kuandika. Serikali ilifanya juhudi kubwa sana. Hivyo mashule yakaanzishwa. Zamani mashule tulioko tunayakumbuka yapo yale ya makongwe, yale mashule kongwe yapo. Kwa mfano siku upande wa kusini kule kulikuwa na Chidia, Ndanda. Hizo shule hizo zilikuwepo. Masasi Girls ilikuwepo. Lakini kuna shule nyingine hata hapa Biawana Sekondari, Mazengo Sekondari. Hizo ni shule ambazo zamani zilikuwepo. Na nyingi Elboru kule, hizo shule ni za siku nyingi. Sasa leo hii tuna mashule mengi sana. Maana yake ile kampeni na juhudi za kuhakikisha serikali inatokomeza ujinga, wamejitahidi sana. Leo Watanzania wengi wanajua kusoma na kuandika. Walio wengi wamefika sekondari, na serikali lenyewe inaendelea tu kusimamia kwamba kila Mtanzania ahakikishe ameenda shule. Na hata wazazi ambao huwa wana uzembe wa kupeleka watoto shule, serikali inakuwa wakali sana kuhakikisha kila mtu ameenda shule. Nini lengo? Ni kuhakikisha adui ujinga anaondoka. Nataka niseme hapa niweze kupongeza pia katika juhudi za serikali. Serikali imefanya kazi kubwa sana hapa kwenye swala hilo la kuhakikisha ujinga unatokomezwa. Leo tuko kwenye ulimwengu wa teknolojia. Kila mtu ana simu, mpaka bibi kijijini anajua kuitumia. Je,
Hizo sio jitihada za kuondoa ujinga? Vinginevyo masimu angekaa kama kabati tu, hakuna mtu anayejua kuyatumia. Lakini kama kila mtu sasa anajua hata namna ya kutumia simu, ni maana yake, tafsiri yake watu wameshaelimika na wanaelewa. Maana yake kule tulikotoka tulikuwa kwenye ugumu na shida kubwa sana kwenye masuala ya elimu, lakini mpaka sasa kuna hatua kubwa sana. Hata vyuo vikuu vilikuwa vichache. Mimi nakumbuka watu wengi wakitaka, wengine wakisoma, akikosa hapa anaweza kusoma Dar es Salaam, chuo kikuu cha Dar es Salaam, mara anaenda nje, wanasoma nje. Wako wengi wamesoma nje, Uganda, wapi na kwenda huko, wengine wamesoma Makerere. Unaona, hii yote ni kwamba katika nchi yetu tulikuwa vyuo vikuu vilikuwa vichache, lakini sasa hivi vyuo vikuu ni vingi sana. Hii maana yake nini? Kwamba serikali imejitahidi sana kwa swala la kufuta ujinga. Hatujasema wameisha. Sizungumzi kwamba watu wote wanajua, ila nasema asilimia kubwa, wengi wanajua kusoma na kuandika. Tumepiga hatua kubwa sana kama taifa la Tanzania kutoka kule tulikotoka, ndugu zangu. John Israel, Banda Media, Dodoma, Tanzania.